sababu utakubaliana na mimi kwamba kuna viongozi wa Simba ambao wana marafiki Yanga na kuna viongozi wa Yanga ambao wana marafiki Simba. Hakujawahi kuwa na uadui. Ugumu wake ni kwamba ni kwa sababu hakuna ambaye aliniona huko hivi karibuni. Ndio. Hakuna ambaye aliniona huko kwa maamuzi hayo hivi karibuni. Yalikuwa ni maamuzi ambayo nilikuwa nikiishi nayo kwa muda mrefu. Sikuwahi kumwambia mtu kuhusu maamuzi ambayo ningeyachukua. Kwa hiyo ninaamini kuwa nimetumia kauli ya kwamba haikuwa maamuzi rahisi, kwa sababu ninaamini kwamba hata jamii yangu ya watu ambao nilikuwa nikifanya nao kazi kwa karibu walikuwa hawana hiyo picha ya maamuzi ambayo nimeyafanya hivi karibuni. Hata wewe Lugano, nina uhakika kwamba ulikuwa hautarajii kusikia wala kuona kitu kama hiki. Ndio msingi wa kauli yangu ya kwamba haikuwa rahisi. Kabisa, hata mwenyewe sikuwahi kuota na kufikiri kama ingekuwa rahisi na kile ulichokichukua. Pengine watu watakuwa wanajiuliza Priska. Naam. Ndio. Watu watakuwa wanajiuliza Priska kumbe alikuwa mwanachama wa klabu ya Yanga muda mrefu, au ni siku za hivi karibuni? Bwana, niko na Priska Kishamba, ni mmoja kati ya waandishi wa habari kwenye michezo ambao wamepata tuzo nyingi sana kutokana na kazi zao ambazo wamekuwa wakizifanya. Niko naye kwenye line hapa ili niweze kuzungumza naye kuhusiana na namna ambavyo alipata ugumu rahisi wa kwenda kujitosa kwenda kuchukua kwa maana ya fomu. Priska, habari ya muda huu? Nzuri sana Lugano, habari ya asubuhi. Safi, mambo yanakuendaje? Namshukuru Mungu kwa kweli, kwa upande wangu naendelea. Imekuwa jambo jema sana ambalo watu wameshuhudia, ukaamua kujitosa kwenda kuchukua kadi ya kugombea kama mtendaji ndani ya klabu ya Yanga. Priska Kishamba, mimi nikupongeze kwanza kwa hatua ambayo umeifanya. Kwa hiyo ninaamini kuwa nimetumia kauli ya kwamba haikuwa maamuzi rahisi. Ugumu wake ulikuwa wapi? Maana umesema haikuwa hatua rahisi. Ugumu wake ulikuwa wapi? Karibu walikuwa hawana hiyo picha ya maamuzi ambayo nimeyafanya hivi karibuni. Hata wewe Lugano, nina uhakika kwamba ulikuwa hautarajii kusikia wala kuona kitu kama hiki. Ndio msingi wa kauli yangu ya kwamba haikuwa rahisi. Kabisa, hata mwenyewe sikuwahi kuota na kufikiri kama ingekuwa rahisi na kile ulichokichukua. Pengine watu watakuwa wanajiuliza Priska. Naam. Ndio. Watu watakuwa wanajiuliza Priska kumbe alikuwa mwanachama wa klabu ya Yanga muda mrefu, au ni siku za hivi karibuni? Sawa. Ninafahamu kwamba kwa sababu ya aina ya kazi yangu ambayo nilikuwa nikifanya ya nafasi yangu kama mwanahabari, kuna watu waliamini kwamba sikupaswa kuwa na hiyo haki ya kimsingi. Ndio. Lakini ni ukweli kwamba kila binadamu ana haki na ana wajibu wa kuwa na kile ambacho anakipenda, as long as hauvunji katiba ya nchi yetu. Si ndio Lugano? Tunakubaliana hiyo. Tunakubaliana kabisa. Kwa hiyo nilikuwa najua kwamba maamuzi yangu yataibua maswali, na ndio maana kwamba ninaamini wakati wote ambao nimeitumikia tasnia, nimekuwa mtu ambaye nimeshirikiana na pande zote. Sikuwahi kuingia kwenye mgogoro na Simba, sikuwahi kuingia kwenye mgogoro wa kimajukumu na Yanga. Kwa maana yake ni kwamba nimesalia kama mtu ambaye nilikuwa kazini, lakini mwenye haki pia ya kuwa na mapenzi kama ambavyo wengine wote wana haki ya kuwa na mapenzi na klabu ambazo tumekuwa tukifanya nazo kazi kila siku. Lakini niliamini kwamba kwa kipindi hicho nilikuwa kwenye majukumu yangu na nilipaswa kufanya majukumu yangu na niliyatimiza majukumu yangu, na ndio maana sikuwahi kuingia kwenye mgogoro wa namna hiyo na maneno yote ya mawili. Mimi binafsi ninaamini moja kati ya wanadada au kina mama au sports lady ambao walikuwa uwezo kufikiria kwamba huyu anaegamia upande huu au upande ule, ulikuwa unafanya kazi kwako kwa uweledi mkubwa sana. Lakini hapo ulivyoingia sasa kuwa kama mgombea, pengine watu wanaweza kaanza kujiuliza, ilikuwaje? Ilikuwa ugumu wa kiasi gani? Na ugumu wenyewe umeuzungumzia, lakini ugumu wa hivi vilabu umeutazama kwa namna gani? Kuiangalia Simba, Yanga, na wewe ukawa umechagua Yanga kwenda kugombea. Swali langu la msingi ni kwamba ulikuwa mwanachama muda mrefu au siku za hivi karibuni? Nimekuwa mwanachama muda mrefu, na nimekuwa mwanachama hai ambaye nimekuwa nikilipia kadi yangu. Kumbuka kwamba wanachama unatambulika kupitia club ambayo ina database ya wanachama wake walioko hai.
ambao wamekuwa wakilipia ada zao za mwaka. Sasa kwa sababu pia klabu haina sababu ya kuamka kila asubuhi na kusema huyu ni mwanachama wetu, huyu anafanya kile. Ndio maana ilisalia kuwa siri kwa muda wote. Na ndio maana unaona hata nilipofanya maamuzi ya kwenda kuchukua fomu, hakuna yeyote kati ya viongozi wanaowajua ambaye alikuwa na doubt. Hakuna yeyote kati ya viongozi wa kamati yetu ya uchaguzi ambaye alikuwa na doubt kuhusu mimi, na ndio maana jina langu lilikuwa miongoni mwa majina ya mwisho ya wale ambao wamechukua na kurudisha fomu kwa ajili ya kuomba ridhaa kwenye uchaguzi huu. Kwa hiyo nilikuwa mwanachama, nilikuwa nikilipia kadi yangu, lakini kwa sababu kwa kipindi hicho muda wa usahihi ulikuwa bado, niliamua kutenganisha taaluma na wanachama wangu wa Yanga. Nikaamua kuitumikia taaluma kwanza. Kwa maamuzi ambao umeyachukua, ulifikiria matokeo hasi ambao pengine anaweza katokea kwenye karia yako ya utangazaji? Unajua hizi timu zinakuwa zina mlalo wao, ukiwa upande huu na upande huu mwingine wanaanza kukutenga sasa, kwamba huyu sasa huyu wa huku. Kwako umeifikiria kwamba inaweza ikakuletea madhara huko baadaye? Haiwezi kuniletea madhara. Haiwezi kuniletea madhara Lugano, kwa sababu wanahabari ni taaluma na uongozi ni kutoa huduma. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba inawezekana kuvitenganisha hivi vitu viwili. Cha kwanza ni kuzingatia maadili, lakini pia uwazi na kuwaheshimu wanachama. Kwa sababu utakubaliana mimi kwamba kuna viongozi wa Simba ambao wana marafiki Yanga, na kuna viongozi wa Yanga ambao wana marafiki Simba. Hakujawahi kuwa na uadui. Na utakubaliana mimi kwamba hawa ni watani na sio maadui. Ndio. Kwa hiyo kwangu ninaamini kwamba wanahabari tutasalia kama wanahabari, kama taaluma inayojisimamia. Na Yanga ina katiba yake, ina miongozo yake, ina kanuni zake na taratibu zake kama klabu. Ni vitu viwili tofauti kabisa. Siwezi kwenda kwenye taaluma yangu ya habari kutumia kanuni za Yanga au kutumia katiba ya Yanga. Kwa hiyo katika wanachama wako, kumbe hata viongozi baadhi wa Yanga walikuwa wanajua kwamba Priska Kishamba ni mwenzetu, lakini ilikuwa ni ngumu sana kutoka na kuzungumza, kama Engineer Said, sijui Alafat Haji na wengine walikuwa nafahamu. Maisha yana vitu vingi sana Lugano. Naomba tu niseme kwa sasa nimechukua fomu na kurudisha fomu, na leo ni hatua za mwanzo za mchujo. Tuipe nafasi kamati ifanye hilo jukumu na tuone kama tumefanikiwa kwenda kwenye hatua inayofuata. Ninaamini kwamba kipindi cha kampeni kitakapofika, kuna vitu vingi sana waandishi watatamani kujua kuhusu maamuzi niliyochukua. Ninaamini bado nina nafasi ya kueleza zaidi. Kwa sasa hivi itambulike tu kwamba nimechukua na kurejesha fomu na niko tayari kwa ajili ya uchaguzi ambao uko mbele yetu. Na nikushukuru kwa kunipigia, kwa sababu naamini kwamba ulitamani kusikia upande wangu. Lakini nadhani kwa leo hayo yanatosha Lugano, ili tusiende kinyume na kanuni na katiba na mpangilio wa uchaguzi kama ulivyotangazwa na kamati yetu. Nikushukuru tu na nikuombe ushirikiano pale ambapo tutakuwa tumeruhusiwa na kamati kwa ajili ya kuanza kampeni. Mimi bwana, mimi nikupongeze, na ni kweli hatutaki kuvuka mstari, ila nikupongeze. Najua kwa upande wa Yanga pale watakuwa wamepata mtu makini, na mimi najaribu kuiangalia. Najua panahitajika kuwepo na mwanadada au mwanamama, kwa sababu kuna timu ya wanawake pia inahitajika kumpata mtu ambaye anaitwa Priska Kishamba. Kwa hiyo mimi nikupongeze hata kwa hilo ambao umeliona kabla ya mambo yote, lakini mimi najua wajumbe watakuwa tayari kuona fursa ambayo umeipata, na wewe unaweza kutendea haki. Na ndio nitakutafuta mara baada ya kampeni kuanza, ili tuweze kuzungumza mengi sana, isiye kavuka mipaka kwa sasa. Lakini kushukuru kwa ushirikiano wako Priska Kishamba. Bila shaka ungana na kushukuru sana kakaangu muda wote. Asante sana. Naam, ni Priska Kishamba huyo, nilikuwa nazungumza naye kuweza kufahamu mambo mengi kuhusiana na yeye kujitosa kuingia kwenye kupambania kwa maana ya ujumbe wa kamati tendaji ndani ya klabu ya Yanga. Kazungumza kuhusiana na upande wake, anaona nini, kitu gani anahisi kitaweza kuwa sawa sawa, kwa maana kwenye ndoto zake nini ambacho kilimsukuma